Marekani. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi na kuharibu makombora 14 ya Wahuthi yaliyopangwa kurushwa kutoka Yemen katika duru ya 4 ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya kundi hilo la waasi chini ya muda wa wiki moja. Katika taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X, kamandi kuu ya jeshi la Marekani eneo la Mashariki ya Kati imeelezea kuwa makombora hayo ya Wahuthi yalinuiwa kutumika kushambulia meli za wafanyabiashara na meli za kijeshi za Marekani katika bahari ya Shamu. Zaidi anaeleza Babu Abdullah. Kamandi ya jeshi la Marekani eneo la Mashariki ya Kati CENTCOM imesema makombora 14 ya Wahuthi yalinuiwa kurushwa wakati wowote na katika hali ya tahadhari. Jeshi hilo lilifanya kile ilichoeleza kuwa ni haki na wajibu wao wa kujilinda. Marekani imeongeza kuwa mashambulizi hayo pamoja na hatua nyingine za kiusalama zilizochukuliwa na jeshi lake kwa kiasi kikubwa itadhoofisha uwezo wa Wahuthi na kupunguza makali yao ya kuendelea kuzishambulia meli za biashara katika bahari ya Sham, ghuba ya Aden na mlango wa bahari wa Bab el-Mandeb. Mapema jana, kamandi kuu ya jeshi la Marekani ilisema kuwa shambulio la droni iliyorushwa kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi hao Wahuthi ililenga meli inayomilikiwa na Marekani katika ghuba ya Aden. Kupitia mtandao wa X, jeshi hilo limeandika kuwa kulikuwepo na uharibifu lakini hakuna majeruhi yoyote yaliyoripotiwa. Hujuma zinazofanywa na waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran dhidi ya meli katika bahari ya Sham tangu mwezi Novemba kwa kiasi fulani zimepunguza kasi ya biashara kati ya bara Asia na Ulaya na pia kuzitia wasiwasi nchi zenye uchumi mkubwa duniani. Aidha, mashambulizi hayo ya Marekani yanapania kupunguza makali ya Wahuthi katika bahari ya Sham. Waasi wa Kihuthi ambao wanadhibiti sehemu kubwa ya Yemen mara sio moja wameweka wazi kuwa wanafanya mashambulizi hayo kama sehemu ya kuonyesha mshikamano na Wapalestina katika ukanda wa Gaza na wametishia kutanua mashambulizi yao. Yahya Sarea ni msemaji wa Wahuthi. Intisara limadhlumiyati ash-sha'b al-falastini, katika kuiunga mkono Palestina na kuonyesha mshikamano na ndugu zetu katika ukanda wa Gaza na kujibu uchokozi wa Marekani na Uingereza dhidi ya nchi yetu, jeshi letu la wanamaji limefanya mashambulio yaliyolenga meli ya Marekani ya Genco Picard katika ghuba ya Aden. Mashambulizi hayo yalilenga shabaha, tunamshukuru Mungu. Haya yanatokea katikati ya uamuzi wa Marekani wa kuwarudisha waasi wa Houthi katika orodha ya makundi ya kigaidi. Maafisa wa Marekani wamesema hatua hiyo inalenga kukata mizizi ya ufadhili na silaha wanazopokea Wahuthi na ambazo baadaye wanazitumia kuzishambulia au kuziteka nyara meli. Hata hivyo, licha ya makombora yao 14 kuharibiwa na mashambulizi ya Marekani, waasi wa Houthi wamesema hawajakata tamaa na kwamba mapambano yataendelea. Mzozo mpya umeibuka kati ya Pakistan na Iran baada ya nchi hizo mbili kufanya mashambulizi ya kuvuka mpaka kwa kile wanachodai ni kukabiliana na makundi ya wanamgambo. China ambayo ni mshirika wa karibu wa Iran na Pakistan imesema kuwa tayari kufanya upatanishi kati ya mataifa hayo jirani. Bakari Ubena anasimulia zaidi. Pakistan imefanya mashambulizi nchini Iran hii leo ikiwalenga wanaharakati wanaotaka kujitenga wanaofahamika kama Baloch. Hayo yameelezwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan siku mbili tu baada ya Iran kushambulia ngome za kundi jingine la wanamgambo katika ardhi ya taifa la Pakistan na kusababisha vifo vya watoto wawili kwa mujibu wa serikali mjini Karachi. Vyombo vya habari vya Iran vimesema makombora kadhaa yalipiga kijiji kimoja katika jimbo la Sistan Baluchistan ambalo linapakana na Pakistan na kuua takriban watu 9. Taarifa za awali zimesema wanawake 3 na watoto 4 waliuawa na wote wakiwa si raia wa Iran. Kwa upande wake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan imesema mashambulizi hayo yaliendeshwa kwa ufanisi na usahihi mkubwa na yalilenga maficho ya magaidi na kuwaua kadhaa. Jeshi la nchi hiyo limesema magaidi hao ni kutoka kundi linalojiita Jeshi la Ukombozi wa Baluchistan. Wizara hiyo imeendelea kuwa inaheshimu uhuru na mipaka ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini ikasisitiza kuwa lengo pekee la kitendo cha leo lilikuwa kulinda usalama na maslahi ya Pakistan ambayo imesema ni muhimu na kamwe hayawezi kuathiriwa. Pakistan ambayo inamiliki silaha za nyuklia imemuita nyumbani mwanadiplomasia wake mkuu kutoka Tehran. Mumtaz Zahra Baloch ni msemaji wa serikali ya Pakistan.
We have also informed them. Tumewafahamisha pia kwamba Pakistani imeamua kumrejesha nyumbani balozi wake kutoka Iran, na kuhusu balozi wa Iran nchini Pakistani ambaye kwa sasa yuko ziarani huko Irani, ni vyema asirudi kwa muda huu. For the time being. Aidha, waziri mkuu wa muda wa Pakistan Anwar ul Haq Kakar amefupisha ziara yake nchini Uswisi ambako alikuwa akihudhuria kongamano la kiuchumi duniani huko Davos. Mahusiano kati ya majirani hao yamekuwa yakigubikwa mara kadhaa na mivutano, lakini mashambulizi ya hivi punde yanaarifiwa kuwa uvamizi wa hali ya juu zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Mzozo huu kati ya Iran na Pakistan unazidisha wasiwasi wa kuchochea ukosefu wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati tangu kuibuka kwa mzozo wa Israel na kundi la Hamas. Inahofiwa pia mzozo huo kutanuka zaidi baada ya wanamgambo wenye mafungamano na Iran kutoka Lebanon, Syria, Iraq na Yemen kujitosa katika vita hivyo. China ambayo ni jirani wa mataifa hayo na mshirika mkuu wa kibiashara imejitolea kuwa mpatanishi katika mzozo huu, huku kukiwa na hofu ya kuongezeka kwa mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi. China na Urusi ambazo zina ushawishi eneo hilo zimetoa wito wa kujizuia kwa pande zote mbili na kutoruhusu kuongezeka kwa hali ya migogoro. Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Na tukisonga mbele na uchambuzi, bunge la Uingereza limepitisha muswada tata wa waziri mkuu Rishi Sunak wa kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda. Zoezi ambalo hata hivyo limezua mpasuko katika chama chake. Kwa upande wake, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema nchi yake iko tayari kurejesha fedha ikiwa mpango huo hautafanikiwa. Zaidi na Saleh Mwanamilongo. Wabunge 320 walipiga kura ya ndio, huku 276 wakipiga kura ya hapana kupinga mswada huo wa sheria ya waomba hifadhi. Kura hiyo ilikuja siku moja baada ya wabunge 60 wa chama tawala cha wahafidhina cha waziri mkuu Sunak kutangaza kuwa watapiga kura ya kupinga mswada huo wa sheria. Mzozo huo ulisababisha pia manaibu wawili wa chama chake cha kihafidhina kujiuzulu na kutangaza kupinga mpango huo. Lakini wakati wa kupiga kura bungeni ni wabunge 11 pekee wa chama cha kihafidhina waliopinga mswada huo wa sheria. Wachambuzi wamesema endapo uasi huo ungeendelea hapo jana Jumatano, basi ungehatarisha mpango wa waziri mkuu Sunak wa kuwapeleka Rwanda waomba hifadhi nchini Uingereza, na pia kuyumbisha serikali yake ambayo ina miezi 15 pekee madarakani. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza James Cleverly amesema mswada huo wa sheria unalenga kuhakikisha usalama wa raia wa Uingereza. Mswada huu unatoa ujumbe wa wazi usio na utata kwamba ukiingia Uingereza kinyume cha sheria huwezi kukaa. Mswada huu umeandaliwa kwa uangalifu mkubwa ili kusuluhisha na kufikisha mwisho changamoto za kisheria. Hivi sasa mswada huo wa sheria utawasilishwa kwenye baraza la Senate ambapo unakabiliwa na upinzani zaidi. Chama tawala hakina wingi kwenye baraza hilo. Maseneta wanaweza kuchelewesha na kurekebisha sheria hiyo, lakini hawawezi kubatilisha uamuzi uliofanyika na baraza la wawakilishi. Mswada huo unalenga kushinda uamuzi wa mahakama ya juu ya Uingereza kwamba mpango wa kuwatuma wahamiaji wanaofika Uingereza kupitia mlango wa bahari Uingereza kwa boti hadi Rwanda ambako wangekaa kwa kudumu ni kinyume cha sheria. Baadhi ya vipengele vya sheria hiyo vinazuia kupinga mahakamani kuhamishwa kwa wahamiaji. Maafisa wa Rwanda wamekuwa wakionyesha kuchoshwa na kile wanachoelezea kuwa ni mchezo wa kuigiza wa Uingereza kuhusu mpango wa kuhamishwa waomba hifadhi. Rais Paul Kagame alisema ni tatizo la Uingereza na si tatizo la Rwanda ikiwa waomba hifadhi hawatopelekwa Rwanda. Kagame aliliambia shirika la habari la BBC kwamba kama waomba hifadhi hawatopelekwa Rwanda, basi nchi yake iko tayari kurudisha pesa za Uingereza. Uingereza na Rwanda zilitia saini mkataba wa kuahidi kuimarisha ulinzi kwa wahamiaji.